Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumainia ya kwamba mpaka sasa bado mnaendelea vizuri, na mpaka hapo hiyo ni furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa wale ambao wanazidi kutengeneza vichwa vya habari kuhusiana na hali ya kiusalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna taarifa za tahadhari ya kiusalama iliyotolewa tarehe 28 Aprili mwaka huu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikionyesha uwezekano mkubwa wa kutokea kwa mashambulizi ya kijeshi katika eneo la Uvira mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka kwa vyanzo vya ndani na vya kiusalama, vinadai kuwa harakati zisizo za kawaida za wanajeshi zimeripotiwa katika vijiji vya Magunda na Ruminiko vilivyoko katika wilaya ya Mwenga, takriban kilomita 60 ama presque 60 km kaskazini magharibi mwa jiji la Uvira. Maeneo hayo yanadaiwa kutumika kama vituo vya mkusanyiko wa muungano wa makundi yenye silaha, ukiwemo wanachama wa M23, wapiganaji wanaohusishwa na jeshi la Rwanda RDF, pamoja na wanamgambo wa Red Tabara na kundi la ndani la Twirwaneho. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, vinadai kuwa mikusanyiko hiyo inaashiria maandalizi ya mashambulizi yanayolenga maeneo ya nyanda za juu za Uvira, hasa katika grupema za Lemira na Bishombo. Lengo linalodaiwa ni kuvunja ngome za makundi ya ulinzi wa kirahia yanayojulikana kama Volontaires pour la Défense de la Patrie VDP, yani wapiganaji wa Zalendo, kabla ya kuelekea katika mji wa Uvira ambao ni kitovu muhimu katika mwambao wa ziwa Tanganyika. Wachambuzi wa masuala ya usalama pia wanataja uwepo wa athari za kikanda kutokana na harakati hizi, hasa kwa sababu ya ukaribu wa eneo hilo na nchi ya Burundi, hali ambayo inaweza kusababisha madhara ya kiusalama kuvuka mipaka. Kutokana na hali hii inayotia wasiwasi, wito wa kuwa macho umetolewa na vyombo vya usalama vya ndani, ukihimiza jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, makundi ya wazalendo pamoja na vikosi vya Burundi vilivyopo katika eneo hilo kuimarisha ushirikiano wao wa kioperesheni. Mamlaka pia zimeonya juu ya hatari kubwa inayowakabili raia, hasa katika maeneo ya vijijini na mijini iwapo mapigano yatatokea. Wananchi wamehimizwa kubaki watulivu, kwa uangalifu na kushirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama ili kuzuia kuongezeka kwa hali ya vurugu. Na tukumbusha kuwa taarifa kama na hizi zinaanza kutengeneza vichwa vya habari baada tu ya uteuzi wa Colonel Aaron Namushebwa katika wadhifa wa OPSRS ama operesheni na ujasusi ndani ya kanda ya 33 ya kijeshi ama 33e Region Militaire yenye makao yake mjini Uvira, jambo ambalo lilihibua hisia na mitazamo mbalimbali miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wa wachambuzi kadhaa, wamedai kuwa uteuzi huu unafanyika katika mazingira ya kiusalama yaliyonyeti sana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo masuala ya imani, mshikamano ndani ya jeshi pamoja na mtazamo wa jamii mbalimbali yana nafasi muhimu. Baadhi ya wadau wanaonyesha wasiwasi kuhusu aina ya maafisa wanaopelekwa katika maeneo ya mstari wa mbele, wakisisitiza kuwa maamuzi hayo yanapaswa kuzingatia uhalisia wa kijamii na maeneo husika ili kuepusha tafsiri zinazoweza kuongeza mvutano. Hata hivyo, kuna pia mitazamo mingine inayokumbusha kuwa uteuzi ndani ya jeshi hufuata vigezo vya kitaaluma na kimkakati vinavyowekwa na uongozi wa juu wa kijeshi, hususan kwa kuzingatia uzoefu, uwezo wa kioperesheni na mahitaji halisi ya uwanja wa mapambano. Katika muktadha huu, uteuzi wa Colonel Namushebwa unaonekana kuwa swala linalogusa nyanja mbalimbali, usalama, taasisi na jamii, na kuonyesha ugumu uliopo katika usimamizi wa rasilimali watu ndani ya jeshi, hasa katika kipindi cha migogoro.
Huku kwa upande mwingine, mshauri wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Kongolo Bigirumwami ameishutumu Rwanda Defense Forces yani RDF kwa kuendesha shughuli za ushawishi miongoni mwa baadhi ya jamii ya Banyamulenge wanaoishi barani Ulaya. Kwa mujibu wa mshauri huyo wa karibu wa Rais Felix Tshisekedi, amedai kuwa hatua hizo zinadaiwa kulenga kuhamasisha maandamano ya hadhara yenye lengo la kuunga mkono msimamo wa Rwanda katika muktadha wa mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC. Katika tamko lake, Kongolo Bigirumwami amesema kuwa maandamano hayo yanadaiwa kutumiwa kama chombo cha kuhalalisha madai ya kuhusika kwa Kigali katika mgogoro wa kiusalama unaoathiri majimbo ya mashariki mwa nchi hiyo. Aidha, ameitaka Rwanda kusitisha kile alichokitaja kuwa ni mbinu za upotoshaji na ushawishi. Tuhuma hizi zinakuja katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, huku kukiwa na kuendelea kwa vurugu na ushindani wa kiushawishi katika eneo la mashariki mwa Kongo. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka za Rwanda kujibu tuhuma hizo. Na tukijielekeza huko mkoani Kivu Kaskazini, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa ushirikiano na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuleta utulivu nchini DRC MONUSCO wameanzisha awamu mpya ya operesheni za pamoja zinazolenga kulinda na kudhibiti muhimili ama akse ya kimkakati ya Mavivi na Mandumbi. Hatua hizi zinafanyika katika mfumo wa operesheni itwayo Operation Marteau II yanayohusisha hasa vikosi vya walinda amani kutoka Kenya vilivyo ndani ya brigadi ya uingiliaji yani FEB. Uwanjani, vikosi vya pamoja vinaendesha doria na operesheni maalum katika eneo hili ambalo limekuwa likikumbwa mara kwa mara na vitendo vya makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama, vinadai kuwa operesheni hiyo ya pamoja inalenga kurejesha mamlaka ya dola katika barabara hii muhimu, sambamba na kuimarisha ulinzi wa raia ambao wanaendelea kukabiliwa na hali ya ukosefu wa usalama. Hatua hii inakuja katika muktadha wa ongezeko la vurugu mashariki mwa nchi, ambapo maeneo kadhaa bado yanashuhudia mashambulizi ya makundi ya wahasi. Kupitia operesheni hii, vikosi vinavyohusika vinatarajia pia kuzuia juhudi zozote za kuvuruga utulivu na kuimarisha mafanikio yaliyopatikana katika usalama wa eneo hilo. Maafisa wa kijeshi wanasisitiza kuwa ushirikiano kati ya FARDC na MONUSCO ni muhimu sana katika kuboresha hali ya usalama, hasa katika maeneo ya vijijini ambako wananchi bado wako katika hatari kubwa. Na katika masuala ya kisiasa, hoja ya kura ya kutokuwa na imani dhidi ya naibu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani Bwana Jean-Keme Shabani Lukou haikupita hatua ya kukubalika ndani ya bunge la taifa la Kongo, yani Assemblée Nationale ya République Démocratique du Congo. Hoja hiyo ilikataliwa kabla ya kujadiliwa kwa undani baada ya kupitishwa kwa hoja ya kiutaratibu na ya awali iliyowasilishwa na mbunge wa taifa Gari Sakata. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa ndani ya ukumbi wa bunge, inadaiwa kwamba kulikuwa na dosari kadhaa kubwa katika hati iliyoambatana na hoja hiyo. Miongoni mwa hoja hizo ni pamoja na makosa katika orodha ya waliotia saini, ambapo baadhi ya majina yalidaiwa kuwa si sahihi au kuhusishwa na watu ambao hawana hadhi ya ubunge. Hali hii ilizua mjadala muhimu wa kiutaratibu kuhusu uhalali wa kisheria wa uwasilishaji wa hoja hiyo. Katika utendaji wa taasisi za bunge, hoja ya kura ya kutokuwa na imani inatakiwa kufuata masharti madhubuti, hususan idadi na uhalali wa saini za waasisi wake. Endapo masharti hayo hayakufikiwa, hoja inaweza kutangazwa kuwa haikubaliki bila hata kufika kwenye mjadala wa maudhui yake. Hapo ndipo mbinu ya Gari Sakata ililenga kwa lengo la kusitisha mchakato kabla haujaendelea zaidi. Hatua hiyo ilisababisha kuepusha mjadala mkali wa kisiasa ndani ya kikao cha bunge. Pia inatajwa kuwa ilikuja katika mazingira ambayo tayari kulikuwa na hofu na tahadhari ndani ya Union Sacrée de la Nation, ambacho ni muungano wa kisiasa unaounda wengi bungeni. Hatimaye Jean-Keme Shabani Lukou ameepuka kwa sasa mjadala wa moja kwa moja kuhusu tuhuma zilizomo kwenye hoja hii
hiyo. Hata hivyo, endapo dosari hizo zitathibitishwa, zinaweza kuipa serikali ya walio wengi msingi wa kuzuia mchakato huo kwa muda mrefu bila kufika kwenye kura rasmi ya bunge. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibengo TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na yale ambayo yanakwenda kugusiana hata hali ya kisiasa nchini humo. Na kwa kuzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu, basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili upate kuhabarika zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.